ananuka, hakuwa hajielewi, alikuwa anajua sauti ya yule aliyemuita, hata wakati alikuwa tajiri na wakati alikuwa na afya. Na ndiposa ilifika mahali Ayubu akaulizwa na Mungu sasa maswali, na akajua hiyo si sauti ya kina Elifaaz, sio sauti ya kina wale marafiki, na hiyo si sauti ya shetani. He knew to differentiate the voice of people, devil and God. Kile Ayubu alifanya ni nini? Alijua huyo ni Mungu. Na akaulizwa maswali mingi. Na ndani ya maswali hiyo kuna ile ndanifurahishanga. Akamuuliza, wewe, kwa sababu unajifanya sana unajua. Kwa hiyo na Mungu alimuuliza hivyo kwa nini? Kwa sababu amemwambia heri ningekufa. Siku ile nilizaliwa, heri ya siku itakuwa giza. Heri mama yangu tumbo ingetoka kabla hajanizaa. Hiyo vitu alisema ya heri ilifanya Mungu aweze kumquestion. Na kamuuliza, sasa wewe, kwa sababu nimesikia unajua sana, hebu niambie, nani aliweza kutengeneza ndege inaitwa mbuni? Ostrich. Inajua kukimbia, inapita wanyama wote mpaka gari. Ostrich. Lakini haina akili. Anamwambia hivyo. Nani aliumba hivyo? Iko na mbio na haina akili. Hebu niambie, maana unajua sana. Hata kumwambia kuumba aliona kwa nini ostrich, mbuni, huwa na mbio sana na haina akili. Akamuuliza, kwa sababu unajua sana, niambie, nani alipatia farasi ujasiri? Na akairembesha vile nimerembesha, mkia yake ni mrembo, ile nywele hapa ni rembo, na iko na ujasiri, haiogopi vita. Hata ikisikia sauti ya vita na ione mkuki ikimetameta, inaingia katikati ya mishale na ikielekea kwa vita. Nani alipatia hiyo ujasiri? Maswali mengi yameulizwa, vile maji iko, vile milima iko, vile wanyama hata wale wakubwa mpaka nyangumi. Nani alifanya? Nani niambie hesabu ya meno ya nyangumi? Kwa sababu unajua sana. Katika maswali hayo yote, nafikiri Ayubu alijua ni Mungu anaongea. Kwa sababu ukienda 42 the last chapter verse 5, hapo ndiye ataongea. Aseme, nilikuwa nakusikianga kwa sauti tu, lakini leo nimekuona kwa macho. Kwa sababu alifunguliwa macho, akasema huyu sikuwa najua farasi, kwa nini nakuwa na akili nyingi na hiogopi vita. Mungu umefanya nijue leo. Sikuwa najua ni kwa nini mbuni haina akili, ni wewe ulipatia hiyo ujinga. Sikuwa najua Mungu ni kwa nini. Anaambia Mungu, sikuwa najua, sasa nimekuona kwa macho. Haleluya. Sisi tutamani kusikia sauti ya Mungu mpaka tuseme hatukusikiagi Mungu, tunakuona kwa macho. Mwenye anasema hivyo, vinonda bado zinatoka uzaa, vinonda bado zinanuka, nguo akiwekelewa itashikana na mwili, mke wake bado anashikilia mapua, bado wajakazi hawampei heshima, bado marafiki zake hawako upande wake, lakini yeye amepata ushuhuda wa kusema. Na aliposema hivyo, Mungu akaanza kurejesha, kumponya na kurejesha mali yake. Amen. Sisi hatujapata, hata tunaambia kwa hatujapata majaribu kama ya huyu kijana wa Yesu. Maana maandiko inasema akafanywa kijana tena, mke wake akafanywa msichana, wakazaa watoto wengine 10 na walikuwa wamezaa 10. Amen. Haleluya. Ni sauti gani wewe usikia? Ni sauti ya ile hali unapitia, ama ni sauti ya Mungu? Ni sauti ya Mungu ambaye hutengeneza njia nyikani mahali hapana njia, ama ni sauti ya zile vitu zinakwambia haiwezekani? Ni sauti kama ile Waisraeli walisikia ya kuona maadui zao akina Farao na jeshi, wakakosa kuona Mungu, wakakosa kuona yale mapigo 10 yalikuwa yameshuka, wakakosa kukumbuka juzi hata watoto hawajazikwa, jana watoto hawajazikwa wenye wamekufa Misri. Wanaomboleza, badala wakumbuke hivyo na wajue Mungu ataweza tengeneza njia, hata kama ni barabara ijawekwa highway, kama vile Yesu alipita juu ya maji. Alikuwa na uwezo Mungu kutengeneza kitu kama kimabati, na ni maji kausho kama mabati, na iwekwe stairs, ikuje juu, wakanyage stairs, wateremke kwa bahari, warudi wakanyage kilami hivi. God is simple. Si barabara tu kutengeneza, alikuwa na uwezo kutengeneza lami highway, wapite lami inaitwa maji, glass, waonage samaki wakikanyanga. Alikuwa na uwezo, lakini wakakosa kuelewa sauti ya Mungu, na walikuwa wameionja, wakasikia sauti ya wale wanaona macho, Farao na jeshi lake. Bwana asifiwe. Ni sauti gani unasikia? Mpaka hapo tumefika. Ni sauti gani unasikia, ama ni gani huwa unasikiliza, ama ni gani utasikiliza from there onwards? Ni sauti gani utakayesikia? Neno la Mungu linasema katika Judges 4, ambaye neno la mwisho nitasoma. Kuna mama huyu anaitwa Deborah. I love this woman. Mama anaitwa Deborah. Mama ambaye kuna
version ya Kiingereza imesema the village was silent, ama the town was silent until I Deborah, ya kwamba wakati kulikuwa na kimya Israeli, mimi Deborah nikaamuka na kuwa mwamuzi. Judges, waamuzi, Kiswahili kinaita waamuzi. Waamuzi 4. Tusikie vile Deborah anatendeza Mungu, maana yeye alikubali kusikiliza sauti ya Mungu, na wanaume walikuweko, kulikuwa na jeshi, kulikuwa na mfalme, wote wakasikiliza sauti inaitwa uoga, wakakaliwa. Mfalme anaitwa Sisera akawakalia, na wote wakakubali kukaliwa na huyu Sisera. Ninasema hata alipokufa Ehudi, wana wa Israeli wakafanya, nimesema Waamuzi 4:1, Judges 4, atiriri forori. Hata alipokufa Ehudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za macho ya Bwana. Bwana akawauza na kuwatia katika mkono wa Yabini mfalme wa Kanani, aliyetawala huko Hazori, na Sisera aliyekaa katika Haroshethi wa mataifa, aliyekuwa amiri wa jeshi lake. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900, naye akawaonea wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka 20. Basi Debora nabii mkewe Lapidothi ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule, naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli katika nchi ya vilima vya Efraimu. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Huyo akatuma mtu akamwambia Baraka wa Abinoamu toka Kadeshi Naftali, akamwambia, je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akasema, enenda ukawavute kwako huko katika mlima wa Tabori watu 10,000 wa wana wa Naftali na wa wana wa Zabuloni, nami nitakuvutia Sisera amiri wa jeshi lake Jabini, hata mtoto wa Kishoni, pamoja na magari yake na wingi wa watu wake, nami nitamtia mkononi mwako. Baraka akamwambia, kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda, bali kama hauendi pamoja nami mimi siendi. Basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoenda haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Debora akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kadeshi. Bwana asifiwe. Amen. Hapa tunaona watu wawili wanasikia sauti tofauti. Debora amekuta Waisraeli wamekaliwa miaka 20, wametawaliwa hasa sana na mfalme anaitwa Sisera. Sisera alikuwa mfalme ambaye amewakalia zaidi, hata kama kulikuwa na mfalme mwingine ambaye anaitwa Yabini, mfalme wa Kanani, mahali walikuwa wanakaa, lakini kukawa kuna wale sasa kuna huyu Sisera ambaye alikuwa amewakanyaga vizuri, na Mungu ndiye alikuwa ameachilia, maana walikuwa wamekosa kutii. Na Mariko inasema baada ya hawa wanaume wote kukaa, inaonekana hawakuwa wanasikiliza sauti ya Mungu. Walisikiliza sauti ya shida, sauti ya maadui, sauti ya ile hali wanapitia. Hawakuwa na wakati wa kumrejelea Mungu na kukumbuka miaka 20 imepita pale mbele tulikosea Mungu, ndiye akatuachia mikononi mwa adui. Nafurahia Mungu, maana huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Debora alikuwa bado mnyenyekevu kwa Mungu, alikuwa bado anasikia sauti ya Mungu, alikuwa mama ambaye alikuwa anatafuta uso wa Mungu, na alikuwa anajua kutofautisha sauti ya Mungu na sauti hizi zingine. Kwa sababu maandiko inasema Debora akainuka, mke ambaye ako na mume na watoto, akasikia sauti ya Mungu na akaitii, akaenda chini ya mti unaitwa Debora. Sijui kama alitoa hiyo jina kutoka kwa huyo mti, sijui uzuri wa huyo mti, sijajua, lakini akiwa chini ya huu mti akawa yeye ndiye mwamuzi. Alikuwa yeye ndiye judge ambaye alikuwa anaamua katikati ya watu wa Israeli walete shida zao za ndoa, za kunyaganywa, za nini, zile hali. Na akiwa katika ile hali ya kuamua, sauti ya Mungu ikamnenea, ita mfalme Baraka, anaitwa Baraka, muite. Na muita Baraka, maana nimezoea Kiingereza, anaitwa Baraka.
amuite na umpe hii habari. Hakuwa na shaka. Nafurahia maana huyu alikuwa anajua sauti ya Mungu na ya hali. Imagine ako na ile ujasiri wa kuita mfalme na kumwambia ripoti. Bila shaka anamwambia ya kwamba sasa enda ukapigane na mfalme Sisera, na Mungu amempeana mikononi mwako, ulete ukombozi kwa Waisraeli. Lakini kwa sababu Baraka hakuwa anasikia sauti ya Mungu, alikuwa katika ile hali ya masauti zingine za uoga na za kufinyiliwa. Utasikia vile anajibu. Anamwambia unless tuende na wewe. Yaani Deborah alikuwa amesikia sauti ya Mungu na kumheshimu mpaka anaheshimishwa katika uso wa mfalme. Mfalme anasema, na ni mwanamke ananenea, anamwambia no udhile nani? Unless uende na mimi, unless we go with you. Na Mungu amemwambia kwa kichwa cha Deborah ya kwamba enda na utapata ushindi. Naye Mungu akakasika kwa sababu bado huyu Mungu bado ananena na ako na doubt. Bado anasikiliza doubt zake. Bado anasikiliza uoga. Bado hataki kusikia vile ninasema. Na si mara ya kwanza nimeambia wafalme waende vita na wakashinda. Amesahau juzi Jephthah. Ukienda na hapo nyuma utakuta Jephthah. Amesahau juzi Jephthah kabla wakuwe wakatili. Jephthah ameweza kuenda na akapata ushindi. Amesahau juzi Gideon. Alienda na akaletea Waisraeli ushindi. Amesahau kukumbuka hivyo. Vile nimesema Petro akasahau miujiza ile ilikuwa imefanywa na Yesu, ambaye ingemweka nguvu atembee juu ya maji mpaka afike kwa Yesu. Huyu mfalme amesahau yale Mungu amefanya huko nyuma. Na imefika mahali uhakika wake ama trust yake ameweka kwa mama. Hata Mungu aliangalia akajua haendi na Deborah kwa sababu ametrust Mungu. Anaenda na Deborah kwa sababu ametrust sauti ya Deborah. Na ndipo Mungu akajudge immediately na akaambia Deborah, mwambie hivi, tutaenda na wewe lakini utapatia ushindi. Utarudi na aibu. Ushindi utapatia a common woman. A common woman. Ukisikia mama ambaye alipatia hiyo uwezo wa kuua Sisera, utashangaa maana ni mama wa kawaida. Lakini Mungu akashuka juu yake na akapatia huyu mama ujasiri mpaka aliweza kumuua huyu mfalme Sisera, na alimuua na njia rahisi sana. Maana alimpatia maziwa kama umechoka ukikunywa unasikia usingizi. Akalala. Akachukua ile pin ile ambayo hupin hema. Akaweza kuwekelea hapa. Uniambie ujasiri alitoa wapi? Aliwekelea hapa na nyundo akagonga ile pin ikapita. Unajua pin ya kuweka hema ni refu sana. Ni chuma fulani hapo. Ikatokea upande na ikauza mchanga. Akakufa. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Acha tuone maana naona watu wanajaribu kuangalia. Huyu mama anaitwa Yaeli. Sasa hivi nasema Yaeli akatoka kwenda kumlaki Sisera. Kamwambia, karibu bwana wangu. Karibu kwangu, siogope. Akakaribia kwake hemani. Naye akamfunika na bushuti. Akamwambia, tafadhali nipe maji kidogo ninywe, maana nina kiu. Akafungua chupa ya maziwa. Akampa kunywa, akamfunika. Akampa kunywa, akamfunika. Naye akamwambia, simama mlangoni pa hema, kisha itakuwa mtu awaye yote akija na kukuuliza akisema, je, yupo mtu hapa? Basi mjibu, la, hapana. Ndipo Yaeli mkewe Heberi akatoa kigingi cha hema, kinaitwa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea pole pole, akamtia kile kigingi katika kipaji chake, nacho kikapenya hata kuingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika. Basi akazimia akafa. Na tazama, Baraka alipokuwa akimfuatia Sisera, Yaeli akatoka ili kumlaki, akamwambia, njoo nami nimekuonyesha yule mtu anayemtafuta, nami nikuonyesha yule mtu unayemtafuta. Basi akamwendea, na tazama, Sisera amelala humo, amekufa, na hicho kigingi kilikuwa kipajini mwake. Basi hivyo Mungu akamshinda Yabini mfalme wa Kanaani mbele ya wana wa Israeli. Siku hiyo mkono wa wana wa Israeli ukazidi kupata nguvu juu ya Yabini mfalme wa Kanaani, hata walipokuwa wamemwangamiza Yabini mfalme wa Kanaani. Bwana asifiwe. Amen. Tunaona Deborah anasikia sauti ya Mungu. Mpaka kile anasema kinatokea. Anaambia Barak, kwa sababu umekosa kuamini na umesema hutaenda bila mimi, ushinde huko mikononi mwako. Utakuwa kwa mama wa kawaida tu. Yaeli ni mama wa kawaida.
lakini nguvu za Mungu zimeshuka juu ya Eli, na anajua yeye, anajua adui anaitwa Sisera. Kwa hivyo hata alipoingia na amempatia maagizo, alijua si nimekupea maziwa, na najua maziwa hulalisha. Unaniambia nikae chini niangalie mtu akikuja niseme hauko. Wewe hujui mimi ndio mwenye kukuua. Una imagine ujasiri ya common woman. Akifikiria kile kitamuua, anachukua hiyo kikingi ambacho ushikilia hema na anamdunga kipaji ni hapa. Alimdunga kutoka hapa ikapenetrate ikatokea ubongo, ikaguza mchanga. Amen. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya vile Debora amekubali kusikia sauti ya Mungu na akaweza kusema maneno yaliyotoka kwa Mungu yakalete ushindi. Kwa hivyo yeyote ambaye usikiliza sauti ya Mungu hupata ushindi. Hakuna Mungu ambaye ni wa uongo. Hakuna Mungu Mungu ambaye tunaamini yeye si wa uongo. Mungu ambaye tunaamini yeye anaweza. Hakuna kile kinamshinda. Kwa hivyo anapotuelekeza na anapoachilia sauti yake, lazima aliweze kulitilia, kuweza kulifuatilia. Kwa hivyo ukiangalia mambo mengi tumekosa kuyapata kama Wakristo, ama ushindi mwingine tumekosa kupata, ni kwa sababu ya kuwa na shaka na sauti ya Mungu. Tunasikiliza sauti zingine ambazo hutunenea na zinakuwa very clear and sound. Inakuwa na sauti kubwa sana, sauti ambazo si za Mungu, huongea na nguvu sana. Zinaitwa discouragement, zinaitwa uoga, zinaitwa shaka. Shaka na uoga na discouragement huwa zinatuangamiza. Hebu tuangalie Daudi. Hilo ndio tulisoma wakati wa kesha. Daudi ni kijana mdogo sana, lakini namfurahia ako peke yake kwa malisho. Kondoo haziongei, mwitu hawezi ongea. Hata wakati aliua simba na dubu hasikuongea sauti ya lugha yake. Lakini nafurahia Mungu, maana David alielewa sauti ya Mungu. Ni kijana mdogo lakini akaelewa sauti ya Mungu. Akajua zile nguvu zinaniingia ni za Mungu ambaye ninamjua wa Israeli. Na akasema hizi nguvu nitazifanyisha kazi niweze kuprove. Si hakuna mahali imeandikwa aliambiwa na Mungu enda ua dubu, enda ua simba. Ni kuweza kuelewa Mungu na akajua nguvu zake, akaanza kufanyisha kazi. Na maandiko inasema anaona mwana simba anamuua, hawezi wacha akule mbuzi. Anaona dubu anamrarua kwa mikono. Kwa sababu ameelewa sauti ya Mungu, amevua uoga, amevua shaka, amevua discouragement. David alikuwa a discouraged boy. Alikuwa mtoto ambaye amekataliwa. Ndugu zake wakubwa hawakuwa wa mama yake. Alikuwa mtoto ambaye amezaliwa katika ile hali haifai. Wanasema ile hali tunaita ya usherati. Lakini huyu mtoto hakuweza kuchoto ama kubebwa na hali zake. Hakusema mimi mama yangu alikufa, nimedharauliwa, ndugu zangu hawanipendi, mimi nimekuwa tu kaboi kakulichanga kwenda malishoni, sipendeki, sikubaliki. Mtoto huyu akajiamini kwa sababu alielewa sauti ya Mungu. Akajiamini na akasimama peke yake bila msaada wa mtu mwingine. Akiwa na Mungu aliye hai na akakubali kutii sauti ya Mungu aliye hai, ikamletea ushindi. Na sio ushindi tu, ilimletea sifa. Hakujua hona yake iko katika ile hali. Ati akiweza kutii sauti ya Mungu atapata kibali. Akiweza kutii sauti ya Mungu atashinda vita katikati yake na Saul. Akiweza kusikiliza sauti ya Mungu atakalia kiti cha ufalme. Akiweza kusikiliza sauti ya Mungu hataibisha Mungu milele. Ataweza kulete sifa ambazo zitafanya uzao wake ukalie kiti cha ufalme mpaka leo. Amen. Mpaka leo kiti cha ufalme kimekaliwa na Daudi. Maana Yesu amezaliwa kutoka kwa uzao wa Daudi. Na anaitwa mwana wa Daudi. Unaimagine sasa Mungu akitanishwa na mtu wa dunia. Mungu anaitwa Mungu wa Israeli, tena ameitwa Mungu wa Yakobo na wa Isaka. Tena tutaongeza ingine ameitwa Mungu wa Daudi. Situtake aitwe Mungu wetu. Situsikilize sauti yake ili aitwe Mungu wetu. Haujasikia watu wakisema nataka Mungu wa fulani na ako uhai. Unaomba na Mungu wa fulani, wa mhubiri fulani, kwa sababu umeona Mungu wake. Si hata wewe watu waite Mungu na jina lako. Amen. Kwa sababu ile imani umetumia. Kwa sababu ile ujasiri uko nao. Kwa sababu ya vile una overcome. Kuna masomo tulikuwa tunasomeshwa tukiwa shule, inasema I am more than conquerors in Christ Jesus. Tunaambiwa tukram na tuweze kusema kwa mawazo mpaka tuandike kwa ukaratasi kama mtihani. Unasema I am more than conqueror in Christ Jesus. Greater is he that is in me than he that is in the world. Amen. I'm an overcomer.
Yaani unapewa maneno I live and move and have my being because of Christ. Yaani hizo vitu unawekwa kwako ndani, unasidiriwa ili uondoe shaka. Yaani neno la Mungu vile unalikuja kulichukua kila siku, ni la kukuondolea shaka. Shaka ambaye hufanya ukue na doubt na sauti ya Mungu. Shaka ambaye inafanya ukose kupokea kile Mungu amekuahidi. Inaondoa sauti zinaitwa discouragement. Inatoka ndani yako. Inaondoa kitu kinaitwa uoga. Kama ulivaa mfalme. Hakuna mtu jasiri kwa uoga, lakini kuna mwenye jasiri, Yesu akiwa ndani yetu. Unaona huyu ni mfalme mzima anaitwa Baraka. Lakini amekosa, na hapo na jina smart sana. Sijui kama ni ya Kiswahili ama ni ya Kikwao. Kama ni ya Kiswahili zinaonyesha kubarikiwa. Lakini hata akiwa mtu ambaye ako na heshima mfalme, anakuwa na uoga. Anakosa kupatia ushindi. Ushindi unapatiwa mwanamke. Kwa hivyo tukubali kuelekezwa na sauti ya Mungu wetu. Usikuwe unaona kitu kinaitwa kujuta. Kujuta inaletwa na kusikia sauti nyingine. Unasema mimi najuta kwa nini niko hapa. Najuta kwa nini niliolewa huku. Najuta kwa nini nimezaa watoto wako sura hii ama watoto wajinga hivi. Najuta kwa nini nimezaa watoto 5 badala ya 3. Najuta kwa nini kwanza watoto, kwa nini nilizaa watoto kama mimi niko na wasichana ni sawa wasichana. Yaani majuto mengine hana miguu. Kwa sababu tasa naye atasema nini? Yaani majuto mengine yanakosesha sauti ya Mungu kufanya kazi ndani yetu. Ile hali tunapitia inahitaji tuipatie sauti ya Mungu. Tunenee hali zetu kutoka kwa sauti ya Mungu. Kila unasikia kwa kutoka kwa Mungu unanenea hali. Na wakati nilijua kunenea hali na sauti ya Mungu, nimekuwa na amani ile. Hata hali zikuje gani. Hata hali ambayo inaonekana hii imekuja sasa ikuangusha. Ikifika hapa, sikubaliagi ingie kwangu kwanza. Sauti yote ikikuja, sikubaliagi ingie, na kwa nimeweka curtain. Hata si curtain. Inaitwa barrier. Bulletproof. Na kwa nimeweka bulletproof. Iko hapo nje inabisha na niambia wewe ni nani na umekuja aje na unataka nini? Alafu nasema na kwa sababu umekuja na hali hii na kile unataka. Na mwenye anakuwa ndani yangu anasema nini? Nasikia akiniambia hii nataka unyamaze. Hii hali nataka kufunga mdomo. Hii hali nataka kusema in Jesus name. Hii hali nataka ujifanye ni kama huoni. Hii hali nataka uikondolee macho bila kuongea. Kuelewa sauti ya Mungu ni rahisi sana. Na nakwambia hiyo hali ukipatia mtu mwingine anaanguka anainua miguu juu. Umeshaona mtu anaambiwa ati ana receive anainua miguu juu. Unapea mtu hiyo hali anaanguka anainua miguu juu. Kwa sababu hiyo hali venye ni mzito. Lakini kwako ni mzito, hata mimi ni mzito, but kuna yule kwake si kitu. Maandiko imesema akabeba shida zetu zote. Akabeba usumbufu, hali zetu, uchungu, kuumia, mateso, kuchukiwa, kusegenywa, akabeba hata umaskini, akabeba kukataliwa, akabeba utasa, akabeba kutolewa. Name them. Chochote ambacho tunapitia, alibeba. Kwa hivyo yeye ambaye alibeba, ukisikiliza sauti yake, wakati wote atakwambia, go on. Come. Yesu aliambia Peter, come above the storms. Kwa sababu yeye ndiye the storm calmer. Sijui kama hiyo Kiingereza iko. Jesus is the storm calmer. Yeye ndiye ataweza calm storm. Anakuambia come. Naye anaona mtoto ambaye hana doubt. Wewe unakanyaga juu ya mashida. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tukubali kuelewa sauti ya Mungu. Na tuelewe sauti ya hali zetu tunapitia. Ndio tunapitia katikati ya voices. Nikimaliza niseme kuna ndoto niliota wakati mwingine zamani kidogo, I think 2012. Nilikuwa katika fasting. Ilikuwa fasting ya siku 3 dry. Na sikusemi kwa sababu ni fast dry, nimesha fast zingine. Lakini hiyo sijui Bwana alikuwa anataka aje naye. Na usiku wa mwisho baada ya kumaliza fasting. Lakini ilikuwa kali maana ilinikanyanga, sijaisikia inanikanyanga hivyo, mguu inakataa kuinuka. Inakataa kutembea kabisa, natetemeka. Nashindwa kubeba hata bag. Mimi nilisuka nikasema Bwana nimesha fast sita dry. Hii ni gani? Mwili yote inatetemeka hivi. Lakini hiyo usiku baada ya kumaliza hiyo fasting, nakumbuka kama nimelala. Kuna ndoto niliota. Na nikaona kuna msitu nataka kuingia. Na nikasikia sauti inaniambia,
Kwa hii msitu hakuna mtu mtakutana na yeye, lakini utakutana na pepo zinakaa watu. Kwa hiyo mtu yote utakutana na yeye hapa kwa hii msitu usimsalimie, kwa sababu ni pepo za kukuja kukudivert ama kukutrick. Na mimi nikaingia kwa msituni. Namba ya kwanza nikakutana na watu na wasimu. Unaona mtu anapita na mbali, mkono sitaki na sauti ya kusema mzuri si kusema. Lakini kwa sababu ya kukua serious na sauti, niliporuka kuna mtu niliruka hapo, kuna watu nikuta waende nikawa overcome. Ngambo ya mto nililetewa sura ya kijana, my spiritual son Nairobi. Kijana nampenda sana. Nikaletewa sura ya hiyo kijana. Ni Mbaluya, anakaa na huku, anakaa Western Side, alikuwa anakaa Nairobi. Na sasa Patrick akakuja amesmile akiniita pastor anisalimie. Hiyo tu kasura na sauti ikanitrick. Na nikasahau niliambiwa yeyote atakuja kama mwanadamu. Na nikamsalimia. Niliposalimia ikamanifest. Kidemon kiscary, kikubwa sana. Sasa ilikuwa kazi kubwa, badala niseme ishindwe nikusema Bwana nisamee. Kwa sababu kama ningesema ishindwe ningeisha na hiyo. Ningeshindwa sisi wawili yeye ndiye angenishinda. Singemshinda. Nilipoambia Bwana nisamee ikaniwachilia. Sasa nikaenda nikiwa mtu ambaye ameonja kitu. Kila kitu chote kilikuwa mbele, hakuna kile nikubali kusalimia. Paka nikatoka ngambo ile. Na nilipotoka ngambo ile kumbe kulikuwa mtihani mkubwa. Maana nilienda ngambo ilikuwa ya Waislamu, kambi ya Waislamu, na nikakuta watu wengi, miguuni mingi imetembea. But kuna mahali nafika, kuna moto mkali. Yaani mabaki ya majifu ya watu waliochomwa. Na nikasikia nikiambiwa ni watu wamechomwa ambao wameonekana na wanachomwa na hawa kwa sababu wanaitwa wanakuja kuharibu imani. Na immediately nikasikia, nikaona miguu mbele ya hiyo jifu, nikaona kuna miguu inaendelea ina extend. Na mimi nikasikia ndani yangu ujasiri ya kusema nisipochomwa hapa nitaendelea. Kwa hivyo nikichomwa Yesu sitakukana, na nisipochomwa nitaendelea. Na wakatokea, kumbe ni wamama hutokea kwa hiyo tunyumba twa nyasi. Wakifanya kwa sauti kingine kama jamaa wakifanya hivi, ndio wanaume watokee. Kabla wanaume wakuje waniue, nilikasirika maana niliamuka. Nilikuwa naambia Mungu, hili ningekuwa nijue kama nimekufa ama nimeamuka, kama nimeendelea ile safari. Na sikukufa maana nafikiri niko katika ile niliovateki ile. Nilikuwa nataka kusema nini? Sauti ukielewa ya Mungu, hata kwa ndoto utaielewa. Mungu tunaendea mpaka kwa ndoto. Unakuta ndoto zingine ni positive ama za onyo, lakini hiyo sauti ulisikia hata kama uko na nani, ni ya Mungu. Na hiyo sauti ulisikia kwa ndoto, unapaswa hata uilete kwa reality. Unaambia Bwana nisaidie, hiyo sauti huwa nasikia kwa ndoto, hata wakati mwingine naisikia ikininogonezea physically. Amen. Kwa sababu sioni sana kwa ndoto. Si mara nyingi tunasikia sauti ile inatisha. Unasikia sauti, huo ni mtu, lakini unasikia mtu sauti silent, cool, ambaye iko na peace na mwili wako. Unasikia hiyo sauti si adui yako. Lakini sauti ambayo si ya Mungu utaijua maana inakuwa adui. Utasikia mpaka ndani yako na uko kwa ndoto, mwili wako umekataa ile sauti. Which voice do you hear? Wewe ni sauti gani huwa unasikia? Unasikiliza sauti gani nikimalizia? Which voice do you hear? Wewe utajibu Mungu wako leo. Kama utakubali kusikiliza sauti yake ama utasikiliza sauti ya zile hali unapitia. Na ukitaka kuwa na utukufu, watu wakuuliza unajipaka nini na unakulaga nini, hebu kaaga stay free. Inaitwa stress free na stay free. Unajua ku stay free na hata kuvaa nguo ambayo ikuvini. Unakaa free. Unakaa free na unakaa mtu ambaye hana stress. Nikusema nini? Ambaye ako ndani yako, he's greater than whatever you are passing through. Kwa hivyo sauti yako yake ikunene hata kama hali zinasema opposite ya vile amesema. Wewe ambia hali, mkubwa wangu, komanda wangu, mkuu wangu, Mungu wangu, Bwana wangu, mwalimu wangu, encourager, whatever name that you want to call him, because he has a lot of name. Sema amesema. Unabii hizo shida hata kama uko peke yako. Sasa zingine una shout, si kuongea tu ati na moyo. Nasema the one that is in me amesema. Nyinyi hali. Amesema ako juu yenu. Muondoke. Na nakwambia mimi tunasikia kitu kinaitwa amani na ujasiri. Zinakuvaa na nasikia by the way sasa hii ndio ilikuwa inaniweka stress. Mpaka unaanza wimbo. Unajua sauti zingine zinafanyaga wimbo hakuna. Inajua ikiondoa worship na praise, Mungu haonekani. Lakini wimbo ukiwa, shetani huwa anaondoka. Wakati wote kuna praise na worship, shetani huwa anaondoka. Anajua mwenye huyu mtu lazima akuje kumuokoa, maana yeye ni mpenzi wa hii worship na hii praise. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tafuta hiyo sauti utasikia. Lakini mimi nitakuelekeza usikie sauti ya Mungu.
wacha sauti hiyo nyororo ya Mungu uisikilize. Na hata usimwambiage ya shout. Todo hali shoka shire dito mura toa sauti sikusiki. Hiyo kanya baba, sikiliza, gentle voice. Sikiliza, anakuambia don't worry my daughter. Don't worry my daughter. I am with you. My son, be courageous. Hivyo ndivyo Joshua aliambiwa. Joshua 1:9-10. Aliambiwa be strong and courageous. Na Joshua hajaibisha Mungu kutoka hapo. Alikubali kuwa strong na courageous, na akasahau yeye ni kijana, na akasahau hawa ni milioni 3 ya Waisraeli ambao watamkalia ama kumfinya. Akaweza kusikiza sauti ya Mungu. Alifikisha wana wa Israeli Canaan, na akaweza kufanya wapate urithi wao, na yeye akabarikiwa na akapewa miaka mingi. Bwana asifiwe. Tukubali kusikia sauti ya Mungu, tusiangalie zile hali tuko nazo. Soon and very soon ushuhuda tutatoa kila mtu. Hata kama hujatoa leo, kesho utatoa. Mimi pengine nimetoa leo, kesho nikose kutoa, kesho kutwa nitafanya nini? Nitatoa. Hiyo ndio safari ya mbinguni. Si kila wakati tufurahi, kuna wakati wa kusikia sauti ya Mungu, na zile hali ziko zinatuambia tushout. Amen. Haleluya. Tusimame tuweze kuambia Mungu, tunashukuru maana sauti yako ndio tutasikiliza. Hatutasikiliza sauti ya zile shida tunapitia, hatutasikiliza sauti ya zile hali tuko nazo. Sauti yako hata kama ni nyembamba na nyororo, nitaisikia, nitaitii, nitanenea hali zangu, nitazitabiria, nitaziambia zinyamaze, maana wewe Bwana uliye ndani yangu uko juu ya zile hali.